Ndugu watazamaji, tumsifu Yesu Kristo. Ninaitwa Padri Paulo Chiwangu, katibu mtendaji wa idara ya liturujia katika Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, ofisi zilizoko Dar es Salaam. Katika mazungumzo haya tutaongea kuhusu maana ya mshumaa wa Pasaka. Wapenzi watazamaji, tangu kuanza kuadhimisha sherehe ya Pasaka, mnaona kanisa inatumia mshumaa wa Pasaka katika maadhimisho ya ibada wakati huu wote. Kwanza tuseme kwamba mshumaa wa Pasaka ni sherti utengenezwe kutokana na nta ambayo inatokana na masega ya nyuki. Mshumaa huu wa kawaida unawashwa usiku wa Pasaka. Kwa nini utokane na nta ya nyuki? Ni kwa sababu mbiu ya Pasaka ambayo inaendana kabisa na mshumaa huu unataja na kusifia kwamba mshumaa uliotengenezwa kwa nta ya nyuki. Katika mbiu ya Pasaka, shemasi au kuhani anayeimba mbiu hiyo ya Pasaka
anasema maneno hayo: Kanisa takatifu linakupa sadaka hii kwa mikono ya watumishi wake, linapokutolea mshumaa huu wa nta ya nyuki. Kwa hiyo hapana budi huu mshumaa utengenezwe kutokana na nta ya nyuki. Mshumaa huu unapowaka ni ishara ya sadaka, sadaka ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alijitoa yeye mwenyewe, akafa, akazikwa, akafufuka. Mbele kidogo, mbiu hiyo hiyo ya Pasaka inataja tena kwa mkazo maneno yafuatayo: ingawa moto huu umegawanyika, haukupunguka kwa kuwasha mioto mingine, kwa maana waliwashwa na nta inayoyeyuka iliyotengenezwa na mama nyuki, ikapata kuwa taa hii iliyo bora. Kwa hiyo, wapenzi watazamaji, mshumaa wa Pasaka ni lazima utengenezwe kutokana na nta ya nyuki. Kadiri unavyowaka pole pole, nta inayeyuka, mshumaa unakuwa mdogo zaidi. Ndio ishara ya sadaka ya Pasaka, ishara ya Kristo mfufuka ambaye alijitoa kwa ajili yetu. Tuzungumzie labda juu ya ukubwa wa mshumaa. Katika historia ya kanisa, ukubwa wa mshumaa huu umekuwa wa kutofautiana kadiri ya nchi na utamaduni wa mahali mbalimbali. Kwa mfano, huko Uingereza, katika abasia moja ya Westminster, mshumaa huu wa Pasaka ulikuwa mkubwa, karibu kupita kilo 700. Ndiyo kusema mshumaa ulikuwa mnene na mrefu kutosha, na uzito wake ulikuwa kupita kidogo kilo 700. Huko Uingereza, katika kanisa kuu la kiaskofu katika mji mmoja, mshumaa huu ulikuwa mnene na mrefu yapata mita 11. Kwa nini ulikuwa mrefu namna hii? Ni kwa sababu unatumika katika maadhimisho yote ambayo yanaadhimishwa katika kipindi hiki cha Pasaka. Katika mazingira yetu, mshumaa huu sio mkubwa kiasi hicho, lakini wale wanaotengeneza wanapaswa kujua mshumaa huu uwe mkubwa kutosha, kwani unatumika katika kipindi cha siku 50, na katika kila adhimisho la kiliturujia unapaswa kutumika. Basi kutokana pengine na aina ya nta inayotumika na mahali unapowekwa, pengine panakuwepo na upepo
mshumaa huu pengine unaisha haraka, lakini unapaswa kuwa mkubwa kutosha, uwe na hadhi, kwa sababu ndiyo ishara ya Bwana wetu Yesu Kristo aliyefufuka. Mshumaa huu unapowashwa usiku ule wa Pasaka, kabla ya kuwasha huu mshumaa unabarikiwa moto mpya. Kuelewa kwa nini kuhani anabariki kwanza moto mpya, tunapaswa kurudi siku ile ya Alhamisi Kuu jioni, ambapo baada ya kuadhimisha misa ya karamu ya Bwana, baada ya sala, baada ya komunyo, kuhani alipeleka Ekaristi Takatifu mahali palipokuwa pameandaliwa kwa ajili ya waamini kuabudu, kwa sababu ndio siku Ekaristi Takatifu ilipowekwa. Anaporudi altareni, kuhani mwenyewe au wahudumu wanazima mishumaa iliyobakia altareni na kuondoa mavazi ya altareni. Hilo tendo linaashiria kwamba Kristo anaingia katika mateso yake baada ya kuweka sakramenti ya Ekaristi Takatifu na sakramenti ya daraja takatifu na amri ya upendo. Bwana Yesu alianza mateso yake. Kuonyesha kwamba anaanza mateso yake, kanisa linavua altare nguo zake na kuzima mishumaa. Nuru ya ulimwengu ni kama vile inafifia pale anapoingia katika mateso, baadaye kufa na kuzikwa. Na hivi hatuwashi tena rasmi mshumaa altareni. Hata siku ya Ijumaa Kuu ibada inaanza bila kuwasha mishumaa altareni. Mishumaa inafika baadaye, imekwisha washwa sakristia pamoja na msalaba ambao waamini watamwabudu Kristo aliyekufa msalabani. Baadaye Ekaristi Takatifu inapoletwa, mishumaa inachukuliwa kule ilikohifadhiwa Ekaristi Takatifu kupelekwa altareni. Lakini altareni hatuwashi mshumaa wakati wa Ijumaa Kuu. Na hivi usiku wa Pasaka ndiyo kuhani akishabariki moto mpya, moto huu, kutokana na moto huo unawashwa mshumaa wa Pasaka. Na kuhani anapowasha huo mshumaa wa Pasaka anasema maneno muhimu sana: mwanga wa Kristo aliyefufuka kwa utukufu utuondolee giza moyoni na rohoni. Hayo ndiyo maneno ambayo kuhani anasema au anasali wakati anapowasha mshumaa wa Pasaka. Mwanga wa Kristo aliyefufuka kwa utukufu utuondolee giza moyoni na rohoni. Wapenzi watazamaji, giza ni ishara ya dhambi. Giza ni kinyume cha nuru. Yesu anasema mtu anayetembea katika nuru pamoja naye, basi huyu atakuwa katika nuru inayotakiwa. Ndiyo kusema mshumaa unapowashwa ni ishara ya mwanga wa Kristo ambaye anafufuka usiku huo.
Kutokana na hilo, mshumaa huu unatangulia maandamano. Shemasi au kama hayupo shemasi, kuhani mwenyewe anauchukua mshumaa uliowashwa na kutangulia maandamano kuingia kanisani, na mara 3 anasema mwanga wa Kristo, na waamini wanaitikia tumshukuru Mungu. Mshumaa wa Pasaka ni ishara ya mwanga wa Kristo. Mshumaa huu wakati wa kubariki kisima cha ubatizo, kuhani anauchukua na kuuingiza katika kisima cha ubatizo, na anapoingiza anasema, E Bwana, tunakuomba nguvu ya Roho Mtakatifu ishuke ndani ya maji yote ya kisima hiki kwa njia ya mwanao. Mshumaa unapochovya, unapoingizwa katika kisima cha ubatizo, kuhani anasema maneno haya: nguvu ya Roho Mtakatifu iyatakatifuze maji ya kisima cha ubatizo kwa njia ya mwanao, yaani Yesu Kristo, ambaye ishara yake ndiyo ule mshumaa. Baadaye mshumaa huu unatangulia tena maandamano ya wale wateule walioandaliwa wakati wa Kwaresima wanapokwenda mahali watakapobatizwa. Ndiyo kusema wamfuate Kristo aliye nuru ya uzima. Wapenzi watazamaji, mshumaa wa Pasaka ndiyo, kutokana na mshumaa huo, wakati tunapoingia kanisani, mishumaa mingine yote inawashwa kutokana na mwanga huo wa mshumaa wa Pasaka. Ishara kubwa kwamba Wakristo wamfuate Yesu Kristo aliyefufuka, ambaye ishara yake ndiyo huo mshumaa. Tunapoendelea kuadhimisha sherehe ya Pasaka katika kipindi hiki, ndiyo ishara yetu kubwa ya Kristo mfufuka, mshumaa wa Pasaka unaoendelea kuwaka wakati wote wa maadhimisho ya kiliturujia. Mshumaa kama mnavyouona sasa, huo sasa umekuwa mfupi kwa sababu umetumika katika kipindi hiki chote. Tutakapomaliza kipindi cha Pasaka, sherehe ya Pentekoste, mshumaa huo utawekwa kwenye kisima cha ubatizo ili utumike wakati wa kuadhimisha sakramenti ya ubatizo. Tunapoadhimisha misa za mazishi, mshumaa huu unawekwa karibu na jeneza, ishara ya Mkristo ambaye alianza maisha yake ya Ukristo katika ubatizo alipokabidhiwa mshumaa huu, na sasa anakufa pamoja na Kristo aliyekuwa nuru ya uzima, nuru ya ulimwengu, na sasa huyo Kristo ampeleke mbinguni. Ndiyo ishara ya mshumaa wa Pasaka. Wapenzi watazamaji, asanteni sana kwa kushirikiana nami katika kipindi hiki tulipokuwa tunatafakari juu ya mshumaa wa Pasaka. Mwenyezi Mungu awabarikini. Tumsifu Yesu Kristo.
Bwana kwa sauti ya Bwana